Mheshimiwa Mwenyekiti, ulimwengu huu kwa sasa tuko katika karne ya 21. Sasa katika karne hii ya 21 ukiangalia, na Mheshimiwa Waziri kaka yangu Profesa Kitila amekuwa akisema sana haya, kwenye karne hii ya 21 mabadiliko ya uchumi yamekwenda kwa kasi, na ukisoma taarifa mbalimbali katika majarada mbalimbali ni kama vile GDP katika nchi ama ulimwengu mzima imeongezeka karibu mara 3 ya viwango ambavyo vilikuwa huko nyuma. Sasa maendeleo haya na ongezeko la uchumi, kukua kwa GDP katika nchi mbalimbali kuna maanisha nini katika sekta ya afya? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maanisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, upande mmoja maendeleo haya yanaendana na mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia katika ulimwengu wote. Sasa mabadiliko ya sayansi na teknolojia ni feva kubwa katika maendeleo ya sekta ya afya ulimwenguni. Lakini vile vile maendeleo haya ambayo tunasema GDP imeongezeka, uchumi umekuwa katika ulimwengu mzima, yanatupelekea Mheshimiwa Mwenyekiti kuongeza shughuli zinazoendana na maisha ya kila siku ya binadamu. Miji yetu imekuwa mikubwa sana na population katika miji yetu imeongezeka. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuongezeka kwa population kwenye miji yetu, maisha ambayo tuliyazoea huko nyuma yamebadilika. Kwa hiyo mila, desturi na tamaduni za ulimwengu kwenye mataifa mbalimbali zimebadilika kabisa. Watu sasa wanaishi kwa mitazamo ya kimiji zaidi. Nataka kusema nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Baada ya kubadilika kwa mila, desturi, tamaduni zetu za maisha huko nyuma, hapo ndipo tunakutana na tabia za wananchi, tabia za jamii ambazo zimepoteza asilia yake na kujiingiza kwenye mageuzi haya makubwa ambayo yanaendana na mtizamo wa kiuchumi kwa sasa. Na ndio watu wengi wamesema, na Mheshimiwa mdogo wangu Esther hapa amesema, kwa hiyo hata zile tabia bwete za kutokufanya mazoezi ni kwa sababu ya mabadiliko haya ya kiuchumi, mitazamo ya kimaisha na namna tunavyoishi kwa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, uharibifu wa mazingira ni kwa sababu ya ongezeko la watu, lakini mabadiliko ya mtazamo mzima wa mwenendo wa maisha ulimwenguni na mabadiliko haya ya kiuchumi. Uwepo wa viwanda, hiyo pia ni maendeleo makubwa, lakini kwenye sekta ya afya yana athari kubwa, kwa sababu ongezeko la moshi lina athari kubwa kwa maisha ya binadamu. Ukataji wa miti na mazingira unasababisha mwingiliano kati ya binadamu na wanyama, na matokeo yake ndio haya magonjwa ya mlipuko kama Mpox, Ebola na mambo mengine ya namna hii, hata Marburg. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunakabiliana na changamoto za namna moja ama nyingine. Huku tuna maendeleo makubwa, huku tuna maendeleo kweli yanayoaffect sekta ya afya, lakini output ya hayo maendeleo ina athari pia na inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi tumefika katika ulimwengu ambao maendeleo hayo ya kisayansi yanatuambia sasa hivi sayansi ndio afya na afya ni sayansi. Bila sayansi hakuna afya na bila afya hakuna sayansi. Ndipo mahali ambapo tumefika kwa sasa. Lakini bado tuko tena kwenye hali ambayo ni lazima hata sisi kama Watanzania, na nitasema hapa karibuni wakati napitia majibu ya maswali yenu, tunasema maendeleo haya ya sayansi ni mabadiliko ya teknolojia na ya vifaa tiba na namna ya uchunguzi kwenye magonjwa.
kukua kwa hii sayansi, uwepo wa chanjo ili kufanya prevention ya magonjwa tunayoyapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini upande mwingine yako makundi ambayo hayaamini pia katika maendeleo haya ya sayansi na teknolojia katika vifaa tiba na chanjo ambazo zinatumika katika ulimwengu kwa sasa.